Na kama nilivyokujuza hapo awali kwamba leo nipo na bwana Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data. Mzee wa data, uko sawa sawa? Mimi niko vizuri Tonto, sijui wewe. Tunashukuru alhamdulillah. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzima. Mzee wa data bwana, kikubwa kuliko ni kuhusu Pacome Zouzoua. Imekuwa ni wimbo sasa hivi. Kwa maana wenyewe wanasema Young Africans bila ya Pacome hakuna Yanga. Wengi wanasema Yanga ndio kiwembe pale. Kwa maana ndio anacheza vizuri na yeye akiingia tunaona baadhi ya vitu ambavyo anavifanya. Leo nikasema nikuite hapa ili unipe small details kuhusu Pedro Pacome Zouzoua. Kwanza watu wasipitilize sifa. Ni kweli mchezaji mzuri sana. Anafanya mambo makubwa uwanjani, mpira wa miguu ni mchezo wa wazi, sote tunashuhudia. Lakini ni mchezo ambao sio kama riadha, sio kama ngumi, kwamba mchezaji mmoja unaweza kuleta matokeo. La hasha. Huu ni mchezo wa pamoja, ni teamwork. Ndicho kinachoenda kuzaa matokeo katika timu. Lakini katika kufanikisha hilo, kila mchezaji anapewa majukumu. Sasa Pedro Pacome Zouzoua amekuwa akifanya vizuri na amekuwa akifanya mfululizo. Wala sio dhambi kusema kwamba kuna baadhi ya mechi mwalimu anategemea yale ya ziada ya Pacome Zouzoua ili kupata matokeo. Ndio X factor players tunasema. Wale wachezaji ambao wanakwenda zaidi ya mbinu za pamoja za timu. Wanakuwa beyond tactics. Sasa Pedro Pacome Zouzoua kwa mfano katika mechi dhidi ya Pamba anaingia kipindi cha pili dakika 71, Yanga ikiwa cheza yake inaonekana kana kwamba sio ile iliyozoeleka. Kutoka katikati ya mstari wa uwanja kuelekea lango la upinzani, kwa maana lango la Pamba, kuna kitu kina miss. Ndiyo mpira una flow, wanapasiana, lakini bado uhatari unapungua kuelekea katika lango la Pamba. Anaingia Pedro Pacome Zouzoua, anakwenda kuwavuruga kwa kiasi kikubwa kutokana na uwezo wake mkubwa kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga, mashuti na kadhalika. Amechangia mno kuvuruga safu ya ulinzi ya Pamba katika kutekeleza majukumu yake. Aliwavuruga kina Kenneth Kunambi na wenzao na viungo wao kina Kevin Nashon, akina James Mwashinga, akina Ibrahim Abraham katika kuhakikisha wanakuwa salama. Ndicho chokifanya. Kama unakumbuka vizuri, hitimisho la kiwango bora alichokionyesha ni pamoja na assist aliyoitoa kuelekea mwishoni mwa mchezo, pasi iliyokwenda kumalizwa au tuseme cross na Mudathir Abbas kuipa Yanga bao la 3. Lakini ndio zake Pedro Pacome Zouzoua katika mechi za karibuni alizopangwa, kila mara anaendeleza kile ambacho aliishia katika msimu uliopita 2024-25. Tunakumbuka mchango wake katika mechi dhidi ya Wiliete. Tunakumbuka mchango wake katika mechi ya Ngao ya Jamii ambapo bao pekee katika mechi hii alifunga yeye Pedro Pacome Zouzoua. Tunakumbuka mechi ya kirafiki kimataifa dhidi ya Rayon Sports kule Rwanda ambapo Yanga walikuwa wageni wakialikwa na Rayon. Yanga walishinda 3-1. Ni yeye ndiye aliyefunga bao mojawapo, ni yeye ndiye aliyetoa assist kwenda kwa Endi Bobwa Boyeli. Tunakumbuka katika ligi kuu Tanzania bara mechi ya mwisho Juni 25 wakicheza dhidi ya watani zao wa jadi Simba, Yanga akishinda 2-0, yeye ndo alikuwa man of the match. Akifunga bao la kwanza kwa mkwaju wa penalty baadaye kufanywa madhambi kwenye eneo la 18, lakini akitoa assist kwa bao lilofungwa na Clement Mzize Walid. Ni katika msimu ambao Yanga mechi 30 yalicheza mechi 26. Dakika 1579. Pacome alipiga mashuti 36. 24 alilenga shabaha, akafunga mabao 12, akatoa assist 10, akachangia mabao 22 kati ya mabao 83 aliyofunga Yanga katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika na kuisaidia kutoa ubingwa wa 4 mfululizo. Sasa aina yake ya uchezaji ukiondoa hizi namba ninazokupa za assist za kufunga, lakini anaburudisha macho ukiwa uwanjani unavyomuona. Anapokea mpira, kupiga chenga ni miongoni mwa vitu ambavyo tunasema skills. Yes. Vinafanya anayekwenda uwanjani, anayeshuhudia mechi zinazohusisha Yanga yeye akiwa uwanjani kumfanya mtu asijutie muda wake kuangalia mechi husika ni pamoja na yeye. Anavutia, ana uwezo mkubwa. Na ndicho chokuwa anawatesa baadhi ya walinzi wa Pamba katika mechi hii, akideshi kushoto na kwenda kulia, akitoka hapa katoa pasi yani ana vitu vingi ambavyo vinafanya mechi iwe inavutia. Ndio maana haishangazi kuona yeye ni miongoni mwa wale ambao mpaka sasa wameonyesha kwamba kwa mwalimu Romain Folz wale walioprove kwake kwamba wakiwepo uwanjani wanapata kitu ni pamoja na yeye Pedro Pacome Zouzoua. Sio peke yake. Ndio. Hujaniuliza lakini nitakutajia Mohamed Momo Dumbia na alikuwa na mchango mkubwa katika dakika chache ambazo
tayari ameshachezea Yanga katika mechi rasmi 3. Yanga maana kama amecheza mechi rasmi ni Ngao ya Jamii, lakini kuna mechi ya ligi ya mabingwa ile dhidi ya Wydad na hii ya ligi kuu dhidi ya Pamba. Doumbia anaonekana pia ana madhara. Kwa combination ya Doumbia, Pacome Zouzoua, lakini Azizi Andabwile katika kuzuia, unaona kabisa kwamba Yanga tayari wana wachezaji ambao wanajua jinsi ya kufungua calls za wapinzani katika kuwaletea Yanga manufaa. Sasa Pacome Zouzoua, hizo calls hizo hasa katika kushambulia. Kwa muda huu ambao Yanga imecheza mechi chache, maana tusimaliza maneno, mpira wa miguu utaandika. Hakika. Kwenye ligi ndio kwanza imecheza mechi moja, bado mechi 29. Ligi ya mabingwa ndio kwanza amecheza mechi moja ya ugenini ya hatua za awali. Ndio. Ngao ya Jamii of course yenyewe huwa ni mechi moja kwa kanuni mpya za msimu huu wameshacheza. Lakini haitoshi kuanza kumwaga sifa za kupitiliza wakati msimu ndio kwanza unaanza. Lakini hata mwaka jana alionekana kwa kinara. Ndio, lakini ndio ninachosisitiza kwamba mpira wa miguu hautabiriki. Kwa mchezaji anaweza kawa mzuri, kuna factors, kuna sababu mbalimbali zinaweza zikafanya usimuone ule tunatarajia. Hakika. Kuna injuries, kuna matatizo yasiyohusiana na uwanjani kwa sababu nao ni binadamu. Unaweza kupata matatizo yakakuathiri kisaikolojia, kocha akishindwa kupata unachokihitaji. Lakini kwa kufikia sasa Pacome Zouzoua, kwa nini usiseme kwamba yeye ndio amebeba codes za Mwalimu Romain Folz katika kuwaletea madhara wapinzani, katika kuwapa furaha wanayanga. Msisitizo tu ni kwa wanayanga, wapenzi wa mpira wa miguu, wafuatiliaji, mashabiki, wakitaka yaliyo mema kutoka kwa Yanga, kutoka kwa Pacome Zouzoua, hakuna jambo nyingine. Ni dua, sala, maombi kwamba awe fiti muda wote. Kwamba akiwa nje basi hiyo ni kwa mipango kazi ya Mwalimu Romain Folz na sio kwa sababu nyinginezo zikiwemo za injuries. Mambo mazuri kwake katika mechi dhidi ya Pamba, amedhihirisha kwamba anaendeleza kile ambacho aliishia katika msimu uliomalizika wa 2024 2025, na kwa wanaofuatilia haishangazi kuwa Yanga, yeye Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wachezaji ambao Yanga wamejikuna pakubwa kuhakikisha endelee kubaki ili wapate huduma yake. Mzee wa data umesema kwamba Pacome ndio mwenye kodi pale Yanga. Akisaidiwa na Doumbia, si ndio? Akisaidiwa na wenzake wote, isipokuwa anazungumzia kwa mechi hizi ambazo tumeshashuhudia, mechi rasmi, mechi dhidi ya Simba katika Ngao ya Jamii, mechi dhidi ya Wydad katika ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi dhidi ya Pamba, labda ukiongeza na mechi ile waliocheza dhidi ya Rayon Sports, mechi ya kirafiki ya kimataifa kule nchini Rwanda. Kwamba yeye ni miongoni mwa wale wenye hizi calls za kuwadhuru wapinzani kwenye mechi hizi. Sasa huwezi jua kadri msimu unavyochanganya hizi calls unaweza kuzishuhudia kwa wengine pia. Sababu katika timu ili ifanye vizuri zikahama kidogo zikaenda kwa Doumbia, zikaenda kwa Max kidogo. Kabisa. Kwa sababu akibaki nazo yeye peke yake, hasa timu pinzani sio anamshikilia tu yeye basi. Hakika. Ile ngadu kwa ngadu, amna kugeuka hapa mguu wa shingo mguu wa roho, manake wengine watashinda. Manake tunakaba mpaka kivuli. Yes, lakini sasa sababu bado mechi nyingi na wenye uwezo wa kufanya anayoyafanya yeye wapo wengi Yanga. Ndio. Lassine Kouma umemwona? Ndio. Yeye kuna siku tunaweza tukamjadili. Yeye ndio engine ya counter attacks za Yanga katika baadhi ya mechi. Ndio. Lakini unaona anachokifanya Celestine Ekwa, wakati mwingine mambo yanamgomea, lakini wanatamani sana kuonyesha zile Messi skills. Ndio. Ule umahiri wa Lionel Messi kwa tamboka wachezaji mpaka 3 kufunga. Huwa anafanya Celestine Ekwa. Maana kuna siku utasema goals anazo pia Ekwa. Lakini Endi Bobo Boyele, Prince Pomelo Dube, Maxim Pienzengeli, Mudathia Yabas, Clement Mzize Walid, msimu unavyochanganya hao wote hao wanaweza kuzishika hizo codes ninazosema. Lakini kwa mechi hizi ambazo zishachezwa inaonekana yeye ni miongoni mwa wale wenye zile codes muhimu kutoka katikati ya mstari wa uwanja kwenda kwa wapinzani. Mzee hata umeelezea vizuri. Tutakuja kuwagusia kina Kouma, kina Ikua siku nyingine. Naomba nikutakie siku njema kutokea hapa. Sisi kama JM News TV hatuna la ziada. Shukran jazilan. Naam.